na karibuni sana kwenye ofisi zetu za kanda kwa ajili ya kuja kutusikiliza ni kwa nini tumewaita. Kwa jina naitwa Steven Japhet Karashani, ni mwenyekiti wa wilaya Dodoma mjini, ambayo ni wilaya ambayo iko makao makuu ya nchi. Tumewaita kwa jambo moja tu kubwa. Jambo hilo ni jambo linaloendelea. Tunadhani na nyie waandishi wa habari mtakuwa na taarifa ya kinachoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Mnaelewa kabisa kwamba chama kiko kwenye operation maalum ya no reform no election. Hii operation ilizinduliwa na chama makao makuu kwa viongozi wetu kuzunguka Tanzania nzima kueleza dhana ya nini tunakwenda kukifanya kabla ya uchaguzi. Kumekuwa na shida sana kwenye chaguzi zetu. Watu wetu wanatekwa, watu wetu wanauawa, watu wetu wanapigwa, watu wetu wanapotezwa kwa sababu za uchaguzi. Chama tulivyokaa katika mkutano mkuu tulipitisha kwamba kusipokuwa na mabadiliko hatutakwenda kwenye uchaguzi, lakini hatutasusia uchaguzi. Lakini lengo la CCM ni kufanya uchaguzi wa mazoea kama walivyozoea kufanya chaguzi zao kwa kuwatumia wakurugenzi na wateule wa mwenyekiti wa chama cha siasa. Sisi Chadema tunahitaji uchaguzi ulio huru. Tunahitaji watu wachague watu wao watakao waongoza ili waweze kuwasimamia. Mnaiona nchi inaingia matatizoni, viongozi waliochaguliwa wafanye kazi, hawatendi haki, miundombinu michafu, na ni kwa sababu wao hawachaguliwi na wananchi, bali wanachaguliwa na vyombo vya dola, ikiwepo jeshi la polisi na wasimamizi wa uchaguzi kwa maelekezo ya waliowateua. Sasa jana mwenyekiti wetu akiwa anaendelea na programu ya chama ya kutoa elimu ya Watanzania ni kwa nini tunasema twende kwenye uchaguzi, jeshi la polisi walienda kumkamata, walipiga watu wetu sana, walipiga mabomu, wakapiga watoto wenye hatia na wasiokuwa na hatia. Lengo ya chama cha siasa ni kushika dola. Hakuna chama cha siasa hata kimoja ambacho kinakwenda kuwa chama cha siasa kwa kufurahisha watu. Ni kushika dola na kuongoza nchi kwa matakwa ya wananchi. Lakini nchi yetu ya Tanzania inaongozwa kwa maelekezo ya watu. Sisi tunalitaka jeshi la polisi kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu. Mimi ninaongea kwa niaba ya wananchi wangu wa jimbo la Dodoma mjini, yani wa wilaya ya Dodoma mjini, kwamba sisi Dodoma mjini tunaitaka serikali kumwachia Lissu bila masharti. Na kinachofanyika inasadikika wanahitaji kumpa kesi kubwa ambayo haina dhamana ili kufifisha nguvu ya umma inayoendelea. Lakini wakumbuke kwamba ili neno la bila mabadiliko hamna uchaguzi sio neno la Lissu, bali ni neno la wanachama wa Tanzania wote wanaopenda haki na wanaoipenda nchi yao. Hatuwezi kwenda kwenye chaguzi za namna hii, chaguzi ambao Chama cha Mapinduzi wao kwa wao wanashindwa kufanya haki kwenye chaguzi zao. Mmeona kwenye uteuzi wa rais, mmemsikia mwanachama wao anaenda mahakamani kupinga uteuzi wa mgombea. Lakini na wao kwa sababu wanaogopana wao kwa wao walimvua wanachama. Kwa hiyo ndani ya chama chao hawahitaji hata maoni ya mtu. Wanahitaji kila mtu awe ndio, kitu ambacho hakiwezekani. Nchi yetu ya Tanzania tunakoipeleka ni sehemu ambayo haieleweki. Tumeona uchaguzi uliopita mwaka jana, tumeona watu walivyopigwa, tumeona watu walivyouawa. Hapo Kiana Manyoni wamemuua mtu anagombea nafasi ya kitongoji, lakini wamemuua. Watu wamekamatwa. Hapa Dodoma walikamatwa maboksi, lakini waliokamatwa walipigwa, ila walioleta maboksi waliona wao ni wema. Mimi mwenyekiti wa Dodoma mjini kwa niaba ya wenyeviti wa viongozi wenzangu, viongozi wa kata, wanachama na wananchi wa Dodoma mjini, tunapinga vikali kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na kunyanyaswa kwa viongozi wetu wanaoendelea na operation ya bila mabadiliko hamna uchaguzi. Sisi tumekuja kujumuika na nyinyi, lakini mwenye kuendelea na kuzungumza na press hii ni katibu wetu wa mkoa ambaye niko naye hapa. Yeye naye ataongea kwa niaba ya mkoa wake wa Dodoma, mimi naongelea wilaya yetu. Nimalize kabla sijamkaribisha kuitaka serikali isilete vitisho na kuwazuia wananchi. Na Dodoma tunaandaa mkutano mkubwa wa kutoa elimu kwa watu kujua ni kwa nini hatuhitaji uchaguzi bila mabadiliko. Baada ya kusema hayo,
na kukaribisha Mheshimiwa Katibu wetu wa mkoa uweze kuongea na umma wa Tanzania na ukatoe na wewe ni kwa nini tunafanya kazi ya kuelimisha wananchi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Karibu sana Mheshimiwa Katibu wa mkoa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya ya Dodoma mjini, mzee wangu Steven Karashan, waheshimiwa viongozi wa chama ambao leo meungana na mimi na uongozi wa baraza la uongozi mkoa wa Dodoma, lakini waandishi wa habari ambao mmehudhuria pia kutusikiliza nini tunataka kuzungumza. Na wasalimu kwa salamu zote za chama, lakini nipende kusema stronger together. Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ifahamike kwamba kutokana na chaguzi mbalimbali zinazoendeshwa katika nchi yetu ya Tanzania zisizokuwa huru, wazi na haki, tukianzia uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Ukijumlisha chaguzi zote hizi tatu zilitupa picha ya namna gani chaguzi zetu nchini ni chaguzi mbovu, chaguzi zisizofuata misingi, sheria na kanuni za chaguzi. Hivyo basi, kamati kuu yetu ya chama ikaona hatuwezi kuendelea kushiriki uhuni huu ambao unaitwa uchaguzi wakati ni chafuzi. Ikasema bila mabadiliko hatuwezi kukawa na uchaguzi. Kamati kuu kupitia secretariat ya kamati kuu wakaja na mpango mkakati wa hii no reforms no election. Ikapitishwa na kamati kuu yetu, ikaletwa baraza kuu, na mimi kama mjumbe wa baraza kuu nilibariki. Lakini haitoshi, ikapelekwa pia kwenye mkutano mkuu na ikapitishwa. Kwa hiyo hii no reforms no election sio kauli ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu peke yake. Hii ni kauli inayokihusu chama, wanachama wote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, na wale wananchi wote ambao wanapenda mabadiliko. Baada ya hapo, viongozi waliandaa operation maalum kwa ajili ya kwanza kuelimisha Watanzania nini maana ya no reforms no election, lakini pia kutambulisha kampeni yetu ya Tone Tone na Stronger Together. Imefanyika mikutano mingi, lakini kwa bahati mbaya na kwa masikitiko makubwa, jana mwenyekiti wetu taifa ameweza kukamatwa na jeshi la polisi akiwa Mbinga mkoani Ruvuma, na mpaka sasa polisi hawajatoa sababu za kukamatwa kwake. Hawajamkamata kibusara, wamepiga mabomu wakaumiza watu wetu na kusababisha taharuki kubwa. Hili tukio linadhoofisha misingi ya demokrasia, uhuru wa kujieleza, na ndio maana sisi kama chama tulisema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na moja ya sehemu ambayo chama kiliona kigusie ni matumizi makubwa ya vyombo vya dola, nikimaanisha vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwepo polisi, usalama wa taifa na vyombo vingine kuingilia mifumo yetu ya kiuchaguzi. Kazi za siasa zipo kwa mujibu wa sheria, lakini tunaona namna gani, nikimaanisha CCM,
ilipaswa waeleze tunamchukua mwenyekiti wenu kwa mahojiano 1, 2, 3. Lakini mbaya zaidi, wamemchukua mwenyekiti wetu na wameondoka naye. Sisi kama wanachama hatufahamu, je, aliwekwa kwenye siti akakaa, au kama kawaida yao walimweka wakiwa wamemkanyaga na kumsafirisha kutoka Mbinga mpaka Dar es Salaam, au walimsafirisha katika mazingira gani? Wito wangu ni upi kwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Ni muda wa kuonesha solidarity, mshikamano wetu, kama kauli mbiu yetu inavyosema stronger together, kukemea kwa nguvu zote uhuni unaoendeshwa na jeshi letu la polisi. Lakini vile vile wito wangu kwa serikali, katiba yetu ya nchi inaruhusu shughuli za kisiasa ikiwemo mikutano ya hadhara. Ni wajibu wao sasa kutoka hadharani kuungana na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na wapenda mabadiliko wote nchini kulaani vile vile tukio hili la kukamatwa kiongozi mkubwa tena wa chama cha upinzani. Ndugu waandishi wa habari, kwa pamoja tunaweza tukajiuliza, kama leo hii mtu kama Tundu Antipas Lissu anakamatwa hadharani kwa mazingira ambayo yameonekana, vipi kwa wanachama wadogo wasiokuwa na majina? Niwaombe sana ndugu waandishi wa habari, muwe sehemu ya kudai mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili kusudi twende tukawe na chaguzi huru, za wazi na za haki. Na rai yangu ya mwisho nirudishe kwa wananchi wote wa Tanzania. Niseme wazi, hakuna aliye salama. Kwa kuwa hakuna aliye salama, tupaze sauti zetu, tupinge vikali mambo ambayo kimsingi yamekuwa yakitendwa na jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Lakini vile vile niseme, tunazo taarifa kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu atapandishwa mahakamani na atafunguliwa kesi ambayo haina dhamana. Niseme, kwa chochote watakachokifanya, mimi kama mtendaji mkuu wa shughuli za chama ngazi ya mkoa, tutakuwa na maandamano yasiyokoma. Tutaandamana bila kuchoka, kwa sababu uhuru wa kweli haupatikani kwa maneno matupu. Tutaandamana kudai haki itendeke kwa mwenyekiti wetu. Kama kufanya mikutano ya hadhara ambayo iko kwa mujibu wa sheria ni dhambi, hii inakuwa tishio kidogo. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania, kama mwenyekiti wetu atafunguliwa mashtaka ya kihuni, na nitoe rai pia kwa viongozi wengine wa chama ngazi za mikoa, tuwe na maandamano nchi nzima kuhakikisha kwamba haki inafuata mkondo wake. Penda niwashukuru viongozi mliohudhuria, ndugu waandishi wa habari wote mliokuja kwa ajili ya kutusikiliza, na mpeleke hizi salamu ya kwamba tuko tayari kuitafuta haki hata kwa kumwaga damu zetu. Tukifurahia kuwa na amani kwa kizazi hiki tulichonacho, maana yake tunatengeneza maumivu makubwa sana kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa sisi tuko tayari kuilipa hiyo gharama kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Kwa kusema haya machache, nawaomba sana ndugu waandishi wa habari, wanaharakati wa kujitegemea na kila mwananchi mpenda mabadiliko, tupaze sauti na tuwe tayari kuyadai haya mabadiliko. Asanteni sana.